Karibu tena kwenye channel yako pendwa kabisa ya Swahili Bible Stories. Kama bado haujasubscribe channel hii, tafadhali na kuomba uweze kufanya hivyo ili wa kwanza kupata uhondo wa hadithi na simulizi zetu za kibiblia pale punde tu zinapoweza kutoka. Na leo mkononi mwangu nipo na kisa cha Shadrach, Meshach na Abednego kuweza kutupwa kwenye tanuri la moto na kuweza kutoka salama. Nafahamu unajua kwa uchache, lakini leo nimepanga kukujuza zaidi. Mfalme Nebukadneza aliweza kutengeneza sanamu ya dhahabu iliyokuwa na urefu lidhaa 60 na upana lidhaa 30, na akaweza kuisimamisha katika dula ya uwanda wa wilaya ya Babeli. Mfalme Nebukadneza aliweza kuwaita maamili wote na manaibu, maliwali na watunza hazina na wakuu wote wa wilaya ya Babeli. Vile vile aliweza kuwaita wenye hekima wote wa wilaya ya Babeli pamoja na watu wote muhimu katika nyanja za utawala waweze kushuhudia sanamu ya mfano wa dhahabu pale pindi tu itakapoweza kusimama kwenye dulo ya uwanda wa Babeli. Sanamu hiyo yenye urefu wa takribani lidhaa 60 na upana lidhaa 30. Hapo ndipo mpiga mbiu akasema, enyi watu wa mataifa yote na lugha zote, mmeamuliwa pale tu mtakaposikia sauti ya filimbi, panda, kinubi, zeze, santuri na zohari na aina zote za ngoma, mtakaposikia pindi tu zinapoweza kupigwa, wote mtaamuliwa kuiabudu sanamu ya dhahabu iliyotengenezwa na mfalme Nebukadneza, na yoyote atakayepinga sheria hiyo, hukumu yake itakuwa ni kutupwa katika tanuri la moto. Hiyo ilikuwa ni sheria ngumu sana kwa wana wa Israeli. Hapa namaanisha Shadrach, Meshach na Abednego, lakini maamili, maliwali, manaibu, watu za hazina wote waliweza kukubali, pasipokuwa watu wa Mungu watatu tu, Shadrach, Meshach na Abednego. Sheria ilianza kufuata mkondo wake, na kila mmoja aliogopa sauti na amri ya mfalme Nebukadneza. Aliposikia tu sauti aina ya ngoma zote, zeze, zohari, kinubi na filimbi, aliweza kuanguka. Kila mmoja aliweza kuanguka mbele ya sanamu ya Nebukadneza. Hapa namaanisha viongozi wote, maliwali, maamili pamoja na wakuu wa wilaya ile ya Babeli. Kila mmoja aliweza kudondokea na kuiabudu na kuisujudu ile sanamu. Lakini baadhi ya Wakadlayo waliweza kukasilishwa na kitendo cha Wayahudi watatu. Hapa namaanisha Meshach, Shadrach na Abednego kutoweza kabisa kuiabudu na kuisujudia sanamu ile ya mfalme Nebukadneza. Ndipo alipomwendea mfalme na kumwambia, mheshimiwa mfalme, uishi milele. Nawe uliweza kutoa sheria kwamba kila mmoja ndani ya mji wa Babeli aisikiapo sauti ya filimbi, panda, kinubi, zeze na santuri, vile vile zohari na aina zote za ngoma, aweze kuanguka na kuiabudu sanamu yako. Lakini kuna Wayahudi watatu wamegoma kabisa kuifuata sheria yako. Nawe mheshimiwa mfalme, unajua kuwa mtu atakayegoma kufuata sheria yako, hukumu yake ni kutupwa kwenye tanuri la moto. Ndipo vijana hao taarifa zikawafikia kwamba wameenda kulipotiwa kwa mfalme Nebukadneza, sababu wamegoma kabisa kuiabudu sanamu ya dhahabu iliyotengenezwa na mfalme Nebukadneza. Lakini vijana hao hawakuwa na mashaka, kwa sababu walijua Mungu wanayemwabudu atawapigania. Ndipo mfalme Nebukadneza aliamuru mara moja Shadrach, Meshach na Abednego waweze kuitwa mbele yake, na akawauliza, je, ni kweli mmekataa kuiabudu sanamu ya dhahabu niliyoifanya kwenye uwanda wa Duro? Shadrach, Meshach na Abednego wala hata hawakuwa na hofu. Wakamwambia mfalme, sisi tunamwabudu Mungu aliye juu, na wala hatuwezi kamwe kuiabudu sanamu. Sisi tumeshaokoka na hatuwezi kuabudu miungu ya sanamu. Mfalme Nebukadneza alikasirishwa sana na majibu yale, akasema, ni Mungu gani awezaye kuwaokoa na mkono wa Nebukadneza? Lakini Shadrach, Meshach na Abednego walionyesha kuwa wapo katika ukomavu mkubwa wa kiimani. Wakasema, Mungu tunayemtumikia anaweza kutuokoa na mkono wa Nebukadneza.
Haya yalikuwa majibu ya kijasiri zaidi, majibu yaliyoonyesha jinsi gani wamejitolea na kuamua kumwamini Mungu wa Israeli. Kumbuka, Shadraka, Meshaki na Abednego walikuwa wanatokea kwenye mji wa Yuda. Hapa namaanisha ndani ya mitaa ya Yerusalemu. Nebukadneza akawaambia, kokote mtakaposikia sauti ya filimbe, panda, kinubi, santuri na zohali na aina zote za ngoma, mnapaswa kuanguka na kudondoka na kusujudu kwenye sanamu ya dhahabu. Lakini maneno hayo yalikuwa kama sauti za zeze tu kwenye masikio ya Shadraka, Meshaki na Abednego. Ama hakika walikuwa wakomavu zaidi wa imani, waliweza kumkatalia tena kwa mara ya pili. Mheshimiwa mfalme, hatuwezi kudondoka mbele ya sanamu. Sisi hatuwezi kuabudu miungu ya sanamu. Sisi tunamwabudu Jehova aliye hai. Mfalme, kile kitendo kilimghadhabisha sana na kuifanya sura yake ilikuwa na mvuto wa hasira. Aliweza kukasirika na nyuso iliweza kubadilika. Ama hakika hadi kiti alichokikalia Mfalme Nebukadneza kiliweza kutetemeka kwa hasira kubwa. Fimbo ilitaka kumdondoka. Aliweza kusema, kokeeni moto mara 7 kwenye tanuri la moto, kisha wafungwe kamba Shadraka, Meshaki na Abednego, waweze kutupwa huko na wasiweze kuonekana tena kwenye mji wa Babeli. Hili litakuwa funzo. Je, ni Mungu gani atakayewaokoa na tanuri la moto la Mfalme Nebukadneza? Basi askari hodari waliweza kuwafunga kamba Shadraka, Meshaki pamoja na Abednego. Wakaweza kuwavilingita mno na akaweza kukabili mlango ule wa tanuri la moto. Wakaweza kuwatupa humo ndani ya tanuri la moto. Kwa kuwa miale ile ya moto ilikuwa mikali zaidi, hata wale askari walioweza kuwarusha kwenye tanuri la moto Shadraka, Meshaki na Abednego waliweza kufa, kwa sababu miale ile iliwaathiri zaidi. Lakini miujiza, walipotupwa kwenye tanuri la moto, ghafla akatokea mtu mwingine wa 4, na yeye alikuwa na nuru zaidi, na alikuwa mfano wake ni kama mtoto wa miungu, yani namaanisha ni mwana wa Mungu kutoka mbinguni. Lakini kiuhalisia alikuwa malaika aliyeenda kuwafariji na kuwapa moyo. Nebukadneza akaangalia kwa makini, akagundua kuna watu 4, naye akawaambia maakida, mbona naona watu 4 ndani? Tena yule wa 4 ni mfano wa mtoto wa miungu, yani ni mfano wa malaika. Ndipo Nebukadneza akagundua wale kweli walikuwa wana wa Mungu. Akapaza sauti, Shadraka, Meshaki na Abednego, njooni huku, ama hakika nyie kweli ni wana wa Mungu. Hii ilikuwa ni kitendo cha ushindi zaidi kwa Shadraka, Meshaki na Abednego. Mfalme Nebukadneza aliweza kuwaamini zaidi. Shadraka, Meshaki na Abednego waliweza kutoka kwenye tanuru la moto wakiwa wako salama. Hawakuwa hata na harufu ya moto katika nywele zao wala nguo zao. Hapo ndipo ikatokea shangwe kuu baina ya mariwari, maamiri wote waliokuwa na wapinga wakaweza kuungana nao, na Nebukadneza naye akaweza kuungana nao, na akasema, kwenye mji huu wa Babeli na abudiwe Mungu mmoja tu wa Shadraka, Meshaki na Abednego, kwa kuwa hawa waliweza kuitoa miili yao sadaka ili waweze kumwabudu Jehova wao. Kama bado haujasubscribe channel yetu hii nzuri kabisa ya Swahili Bible Stories, na kuomba na kukusii uweze kufanya hivyo ili uwe wa kwanza kupata hadithi zetu pale tu zinapoweza kutoka.